ndani, nimetoka huko nilikokuwa, nikamwomba Mungu, nikatulia, nikaomba ujumbe kutoka kwa Bwana, na ujumbe huu umenikatalia mpaka wakati huu umekaa tangu jana usiku, na ninauleta ujumbe huu kwetu. Najua Mungu anayo sababu ya kwake yeye kuleta ujumbe huu. Na wakati nimekaa hapo, ukaja ujumbe kuasi. Kuasi ambao kwa Kiingereza tunaita rebellion. Rebellion ni kuasi. Ukaja ujumbe kuasi. Na Mungu akauleta kama alivyouleta, na nitakuomba unisikilize vizuri mchana wa leo. Kuna jambo Mungu anataka tujifunze kupitia ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuasi, baada ya ujumbe kuja kuasi, rebellion, kwenda kinyume na. Nikaanza kuwaza kuasi ni nini? Na kuasi ninavyofahamu ni kwenda kinyume na utaratibu sahihi unaokubalika. Kwenda kinyume kwa maana ya kawaida, kwenda kinyume na utaratibu ambao ni sahihi na unakubalika. Ni utaratibu sahihi, unakubalika. Kwenda kinyume na utaratibu huo ni kuasi. Na katika serikali imeweka sheria. Kwa mfano, mtu anapovunja sheria anachukuliwa hatua. Ukiangalia majeshi, vyombo vya usalama kwa mfano, wanajeshi wanakuwa kambini, wanakuwa jeshini. Na dhambi kubwa kwa mwanajeshi ni uasi. Mwanajeshi akiasi anapigwa risasi, anauawa. Na huyu hapewi hata heshima ya kuzikwa nyumbani kwake. Maana ni muasi. Tuko kwenye vita. Huyu ni muasi. Muasi anauawa. Na kwa wanajeshi ni vigumu zaidi. Hata ukitekwa, mwanajeshi akikamatwa mateka, akapelekwa huko na wanajeshi wengine, mwanajeshi amefundishwa asiziseme siri za jeshi. Hata wakimkata kichwa, mwanajeshi atanyamaza, atakufa nayo moyoni. Sasa muasi anapokamatwa mwanajeshi na jeshi jingine, labda akafika kule akatoboa siri za jeshi lake, ina maana ameliasi lile jeshi. Hata atakaporudi jeshini watampokea kwa muda mfupi, lakini baadaye watamuua kwa sababu ameasi. Hiyo ni moja. Namba mbili, hata lile jeshi ambalo ameungana nalo kwa kuliasi jeshi lake, lile jeshi litamuona huyu mtu ni mamluki. Kama aliweza kuwaasi wale wa kwake, sisi atakana sisi kwa muda mrefu. Huyo pia akienda upande wa pili wanamuua. Kwa hiyo muasi huwa kai salama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Mkristo, kuasi ni nini? Kuasi ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Kwenda kinyume na mpango wa Mungu ni kuasi. Kwa hiyo tunapomfundisha Mkristo, tunapomfundisha mtu wa Mungu kwa habari ya kuasi, kuasi ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu, kinyume na utaratibu wa Mungu. Huko ni kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia tutii katika kila jambo. Na watu wengine wameitumia andiko hilo vibaya, kwamba wewe tii. Nikikwambia tukafanye dhambi, tii, kwa sababu mimi ni mchungaji, unafaa kunitii kwa kila jambo. Twende tukafanye dhambi, unitii, mimi ni mchungaji wako. Hapana. Ni wewe wafundisha siku moja kwenye kitabu cha Efeso, anasema watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana hii ndio nini? Haki. Kutii katika Bwana ndio haki. Kuna haki kutii katika Bwana, sio kutii katika mengineyo. Mtakapokuambia twende kulewa, ukaacha kunitii kwa sababu nimekuambia tukalewe, haujaasi wala hujakosea. Bwana Yesu asifiwe. Nafaa kukuongoza kama Yesu anavyotaka nikuongoze. Yesu anawaambia nifuateni mimi kama ninavyomfuata nani? Baba. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kumekuwa na mkanganyiko mkubwa wa kutumia maandiko. Usipofanya hivi hujatii, basi umeasi. Hata ninapokuongoza kwenye mambo mabaya, umekataa kuyafanya mabaya yangu, umekataa kunifuata huko,
huaswi kwa sababu umekataa kuendana na mimi. Shadraka, Meshaki na Abednego walimwasi mfalme kwa sababu waliambiwa wafanye nini? Wamwabudu Mungu asiye kweli, lakini walimtii katika iliyokuwa haki, walimtii katika yale yaliyokuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Acha tujifunze mchana wa leo. Naomba Mungu anisaidie nisiwe mhubiri, niwe mfundishaji, niwe mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kidogo nataka tuangalie chanzo cha uasi. Chanzo cha uasi kilitoka, nataka turudi kwenye chanzo. Nimeshasema uasi ni nini, lakini chanzo cha uasi ni nini sasa? Baada ya kujua uasi, kwenda kinyume na mpango wa Mungu kama Mkristo ni kuasi. Sasa chanzo cha kuasi ni nini? Twende kwenye Isaya 14. Kitabu cha Isaya Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi 15. Isaya 14 12 hadi 15. Amen. Isaya, hiyo ni Isaya 14 12 15. Soma. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Biblia inasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe nyota ya alfajiri. Ewe nyota ya alfajiri. Mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako. Nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Endelea 15 ndio wa mwisho. Lakini utashushwa mpaka kuzimu. Mpaka pande za mwisho za shimo. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio chanzo cha uasi katika historia ya Biblia. Amesema Isaya, mbinguni kulikuwa na shangwe. Mbinguni waliishi kwa kumsifu Mungu. Lucifer alikuwa kiongozi wa sifa, alikaa huko akaifanya kazi. Lakini Biblia inasema aliendelea kuwa hapo mpaka uasi ulipogundulika ndani yake. Biblia inasema until iniquity was found in you, mpaka pale dhambi ilipogundulika ndani ya Lucifer. Na ni dhambi gani hii? Ni dhambi ya uasi. Kwa sababu shetani alitaka kupanda juu zaidi ya Mungu. Akataka zitawale mbingu, atawale kila kitu ambacho Mungu anakitawala. Kwa kutumia nafasi yake, kwa kutumia cheo chake cha kusifu na kuabudu, akataka pande juu, awe juu ya kila kitu. Uasi ulianzia pale. Sasa kama uasi ulianzia kwa shetani, ina maana shetani ni baba wa uasi wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha tujifunze taratibu. Shetani anakuwa baba wa uasi. Yeye kauanzisha uasi. Na tunajua wote kilichotokea baada ya kuasi. Wote tunafahamu. Tumesoma historia. Alishushwa, Isaya anasema utashushwa chini mpaka shimoni, tena kwenye kona ya mwisho. Tupiliwa mbali kwa sababu ya kuasi. Sasa nataka tuende kwenye somo langu la msingi. Tumeanzia Isaya, ila nataka turudi kwenye msingi. Msingi nimeuweka kwenye Mwanzo sura ya 3. Nitajikita hapo ndio nimeweka msingi wangu. Mwanzo sura ya 3 tutaangalia pale. Na nitakusomea pale taratibu. Na tutaenda hatua kwa hatua. Ngoja ni set na hii Biblia nyingine hapa. Niwe na Kiingereza. Basi ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Biblia inasema hivi. Naomba unisikilize kwa makini. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana. Kiswahili kinasema mwerevu, lakini ukienda kwenye Kiingereza anakuambia alikuwa mchanja zaidi kuliko wanyama wote, sio mwerevu, kwa sababu katika Kiswahili mwerevu ni sifa chanya. Lakini hapa alikuwa ni mchanja na ana vitu vingine vya pembeni. Anasema nyoka alikuwa mwerevu
kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nitasoma tu mpaka mwisho, alafu nitarudi kuangalia kipengele kimoja kimoja. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafunguliwa macho wote wawili, wakajikuta wa uchi, wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Nataka twende taratibu, na wewe nikakufundisha sehemu ya maandiko tofauti na nilivyowahi kufundisha siku za nyuma, au tofauti na ulivyowahi kusikia sehemu nyingine. Mungu amemuumba Adamu na Eva akawaweka katika bustani ya Edeni. Bustani ilikuwa imeshakamilishwa, kila kitu kiko ndani ya bustani. Eva ambaye anamwakilisha mtu wa kawaida akaenda katika ile bustani. Eva alifahamu sheria ya Bwana, na alipoulizwa na nyoka, unamwona yeye mwenyewe anasema akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Sikiliza mwanamke anachomjibu. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Alijua sheria yote Eva. Alijua tukila kutoka kwenye mti huu tutakufa. Alieneza maelekezo kama vile Mungu alikuwa amemwambia, alikuwa anaijua. Anajua kweli, alijua kweli. Maelekezo ni tusile. Lakini shetani sasa tunamuona hapa anaanza kurusha maneno yake. Nyoka anatoa maneno. Anamwambia si kweli. Nini kilitokea hapa? Kilichotokea, binadamu aliyachukua maelekezo ya Mungu. Nisikilize vizuri. Binadamu aliyachukua maelekezo halali ya Mungu aliyopewa akayaweka pembeni. Kitu cha kwanza, aliyakataa maelekezo sahihi ya Mungu. Mwanadamu aliyakataa maelekezo sahihi ya Mungu. Wanatheolojia wakisoma, walipokuwa wanaichambua Biblia, wakaandika Mwanzo sura ya 3, wanasema inaongelea historia ya anguko la mwanadamu, the fall of man. Naweza kujiuliza, the fall of man, anguko la mwanadamu, alianguka kutoka wapi? Alikuwa juu akaanguka chini? Alikuwa mbinguni akaanguka duniani? Basi nisikilize, anguko la mwanadamu, ukisoma Biblia nyingi, anguko la mwanadamu, the fall of man, the fall of man, the fall of man. Kwa hiyo mwanadamu alifanyaje? Mwanadamu aliyakataa maelekezo halali ya Mungu akayaweka pembeni. Namba 1, kukataa yale maelekezo ya Mungu na kuyaweka pembeni, ina maana mwanadamu alianza kwa kumuasi Mungu. Dhambi ya uasi inaanza na kutotii. Usipotii utaasi. Kiini cha dhambi ya uasi ni kutotii. Amepewa maelekezo, anayajua, lakini kitu cha kwanza ambacho alikifanya hakutii. Na vitabu vingi vitakwambia dhambi ya kwanza ilikuwa ni kutotii, lakini kule kutotii kulizaa nini? Kulizaa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo Mungu anataka afanye kwa ajili yako mchana wa leo. Ndio maana ujumbe umekuja. Utanielewa tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye akasema hapana, ya Mungu alisema ni hivi na hivi na hivi. Nyoka akamwambia hapana, mkila mtakuwa kama Mungu, mtayatambua mema na mabaya. Hakuna anayemjua Mungu vikamilifu hata mmoja. Mtume Paulo ameandika Biblia, ameandika karibia robo 3 ya Biblia, na wakati anamaliza maandishi yake, Mtume Paulo anasema ninachokitaka zaidi ni kukujua wewe na nguvu ya ufufuo. Hata yeye hakumjua vikamilifu, anaendelea kutaka kumjua sana. Shetani anakuja hapa, anasema ninyi mtakuwa kama Mungu. Nani anayemjua Mungu mpaka mwisho? Hakuna. Biblia inamuita shetani ni muongo
shetani, huenda kujua shetani ni muongo kipindi kile, lakini shetani ana uongo na uasi ndani yake. Kwa sababu ya uasi shetani alitupwa kuzimu, kwa sababu ya uasi alitupwa chini, alishushwa chini. Na anakuja kwa Eva, hajaleta habari mpya, na nakwambia mchana wa leo shetani ana habari mpya, shetani ana habari ya uasi. Hiyo ndio anayoileta, atakuletea kutotii, utaingia kwenye kuasi, na ukishaasi unaangamia. Kwa sababu baada ya kuasi ni laana. Baada ya maasi inakuja laana. Nisikilize tu taratibu. Huyu Eva akachukua tunda, akala. Baada ya kuambiwa, shetani akamwambia utakuwa kama Mungu. Siangalia akili za binadamu zilivyofinywa. Binadamu wakawaza hivi, huyu ni Eva sasa. Tukiangalia Eva alichokifanya, na ukiangalia maandishi yalivyoandikwa kwenye Biblia, mtarudia pale, anasema hivi, shetani anampa Eva uhakika. Anamwambia mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Hakika. Anamshawishi. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa shetani anajua tu Mungu ni mtu wa kujua mema na mabaya. Kanisa la Bwana, hivi Mungu ni yule tu anayejua mema na mabaya? Basi huyo ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi Mungu wetu tu ni yule wa kujua mema na mabaya, si ndio? Mungu ni zaidi hapo. Biblia inasema yeye anajua vyote. He is all knowing, omnipotent, omnipresent, omniscient. Anajua kila kitu. Ana nguvu zote, ana uwezo wote. Akili ndogo ya shetani, akili ndogo ya binadamu haiwezi kujua mwisho na mapana ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Eva anaambiwa, sikiliza huo mstari wa 6 sasa. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Kitu cha kwanza alichokifanya mwanamke, aliweka mapenzi yake juu ya mapenzi ya Mungu. Aliweka uchaguzi wake juu ya uchaguzi wa Mungu. Unaweza ukaandika hiyo point. Wakati wa kuasi, mwanadamu aliweka uchaguzi wake juu ya uchaguzi wa Mungu. Yaani uchaguzi wangu kwanza. Eva akauangalia, akasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, akaona unafaa. Ina maana yeye akaudhibitisha kwa viwango vyake, akaona mti huu unafaa. Kwa hiyo alichofanya ni mapenzi yake akayaweka juu ya mapenzi ya Mungu. Mungu ameshasema msile kutoka kwenye mti, na anasema mkila mtakufa. Ina maana mti ni wa hatari. Yeye mwanadamu anakuja kusema wafaa. Anahalalisha kile ambacho Mungu amekifanya haramu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendeza macho. Anazidi kuupa sifa. Wapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Hiyo ni pointi nyingine. Mwanadamu akayatafuta maarifa yake na akayaacha maarifa ya Mungu. Moja kati ya njia tunazozifuata kuelekea kwenye uasi ni kutafuta maarifa yetu wenyewe na kuyaacha yale ya Mungu. Akauona mti huu wafaa kwa maarifa. Mungu alisema utakufa. Ile maana mti ni hatari. Hii ni hatari, usitumie. Yeye akaona wafaa kwa maarifa. Maarifa. Ina maana maarifa nitakayopata kwenye mti huu ni bora zaidi kuliko yale maarifa ya Mungu. Hao ni mawazo ya binadamu. Basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mewe, naye akala. Nini kilichomsukumiza Eva? Ni nini ambacho kilimsukuma Eva kufanya hicho kifanya? Ni tamaa. Eva akajawa na tamaa. Tamaa hii ikampelekea Eva kutotii. Mara nyingi tumemwona Mungu sio wa maana katika maisha yetu, na tujui kama tunakosea. Sio kwamba umewahi kukaa ukasema kwa mdomo wako Mungu sio wa maana. Hamna ambaye amewahi kusema hivyo. Huwa hawasemi. Lakini tunapofanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, mambo ambayo si sawa sawa na mapenzi ya Mungu,
hapo tunasema Mungu hana maana katika maisha yetu, na kwa maana hiyo tunaingia katika uasi. Sasa Eva akala, lakini kilichomsababisha kula nini? Hiki hapa. Eva alipata tamaa ya kuwa kama Mungu. Unaweza ukaandika hiyo point. Mtu huyu alipata tamaa ya kuwa kama Mungu. Binadamu huyu sasa, binadamu alijawa na tamaa ya kuwa kama Mungu ili asitawaliwe na Mungu. Kwa lugha nyingine, binadamu alitafuta kujitawala na kutaka kutawaliwa. Kwa kilichomuongoza Eva kula ili tunda, alipoambiwa atakuwa kama Mungu, ina maana ile tamaa ya yeye kuwa kama Mungu ili asiongozwe na Mungu ikamwendesha, akachukua tunda. Lakini ni kingine ambacho binadamu alikifanya, tukisoma hapa, ni kwamba alipuuzia maelekezo ya Mungu na kuyaamini maelekezo ya shetani. Mwanadamu aliyapuuzia maelekezo ya Mungu na kuyaamini na kuyafanyia kazi maelekezo ya shetani, maelekezo ya nyoka. Aliyapuuzia maelekezo ya Mungu na kuyafanyia kazi maelekezo ya nyoka, maelekezo ya shetani. Hilo ni miongoni mwa vitu ambavyo mtu alivifanya. Lakini hatukwenda mbali. Haikuchukua miaka 100, haikuchukua miaka 10, matokeo yalitokea pale pale walipofanya hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haikuchukua miaka 1000, haikuchukua miaka 100, haikuchukua miaka 500. Walipokula matokeo yake yalikuwa pale pale. Sasa hebu acha tuangalie matokeo yalikuwaje. Shetani aliwaambia mtakuwa kama Mungu, mtayajua mema na mabaya, mtakuwa na maarifa kama ya Mungu. Basi wakala. Na walipokula nini katokea? Hiki ndicho kilichotokea baada ya mtu kufuata maelekezo ya nyoka. Baada ya kula tunda, mwanadamu alijiona yuko uchi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa sehemu ya makubaliano. Hebu angalia makubaliano yao wakati wanaweka deal na nyoka. Ilikuwa ni sehemu ya makubaliano kwamba tukila tutakuwa uchi. Waliambiwa hivyo? Hapana, waliambiwa mtakuwa kama Mungu. Lakini wamekula tunda, wanajikuta wako uchi. Kumaanisha nini? Wakapoteza utukufu. Yaani utukufu wa Bwana uliokuwa umewafunika ukaondoka kwao. Ndio maana ya kuwa uchi. They lived under the glory of God. And when the glory of God was taken away, they felt naked. Walijiona wako uchi. Utukufu umeondoka. Wakajiona wako uchi. Wakasema wako uchi. Ina maana utukufu ukaondoka. Mungu ni roho. Na Mungu ni Mungu mtukufu. Ni Mungu ambaye anaishi katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, utukufu ukiondoka nini kinatokea? Baada ya kula tunda, utukufu kaondoka, wakajiona wako uchi. Kitu cha kwanza, bila shaka walishtuka. Kitu cha pili, wakajaa hukumu. Kuna kitu kinaitwa hukumu, hukumu ya hatia, guilt, ambao ukisoma Warumi 8 Biblia inatuambia hatuna hiyo sisi tulio katika Yesu. Lakini kiliingia nini? Iliingia hukumu, guilt. Wakaanza kuhukumiwa. Walipokula tunda lile, Mungu akwambia ondokeni bustani ya Edeni. Hakuja kuwafukuza. Lakini baada ya kula, tuko uchi. Tukashona matawi. Wakaanza kujivalisha matawi, hamna aliyefukuza. Na ndio maana Biblia inasema wasio haki watakimbia bila kukimbizwa. Hiyo ni sifa ya mtu asiye haki. Utakimbia, utajihisi wewe mwenyewe. Hakuna tatizo, unaanza kujihisi, unajihisi, unakosa amani. Ukikuta watu wanaongea, wananiongea mimi, wananiongea mimi. Unaanza kujaja, unaanza kuvimba, unavimbia watu. Kuna kitu akichaka sawa kwako. Ndio maana unavimba. Guilt of sin. Inaingia ndani. Sasa ikaja hiyo, wamekula tunda. Badala ya kuwa kama Mungu, nini kikatokea?
yakatokea. Kwanza wakajiona wako uchi. Namba 2, utukufu wa Bwana ukaondoka kutoka kwao. Namba 3, wakajaa hofu, wakakimbia kujificha. Nitakurudisha kwenye uasi. Utanielewa vizuri. Utanielewa vizuri. Na wengine tumeingia katika matatizo kwa sababu ya uasi uliofanywa na baba zetu. Wengine tumeingia katika shida kwa sababu ya maasi yaliyofanyika katika familia zetu, kwa watoto wetu, katika nyumba zetu, katika makanisa yetu, kwa wachungaji wetu. Hata wachungaji wameasi. Na tukaliongoza na kuliendesha kanisa katika uasi. Wachungaji hatuko salama. Katika uasi hakuna ambaye yuko salama. Maaskofu wameasi, wanaenda kinyume. Wachungaji wameasi, wanaenda kinyume. Makuhani wameasi, wanaenda kinyume. Wazee wa kanisa wameasi, wanaenda kinyume. Viongozi wameasi, wanaenda kinyume. Na imeleta hatari kubwa katika dunia na katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Amekula ile hofu ya Mungu ikaja. Zamani hizo wakati wanaishi katika bustani ya Edeni, kulikuwa kuna hofu. Mungu ana sura mbili. Kuna sehemu moja ya neema ambayo tunaita upendo wa Mungu. Ile sehemu imetawaliwa na kitu kinaitwa upendo wa Mungu. Kuna sehemu mbili. Moja ni sehemu kubwa sana ya Mungu ya huruma, sehemu ya neema. Na katika sehemu ya neema tunakiona kitu kinaitwa upendo wa Mungu, the love of God. Upendo wa Mungu umejaa pale. Lakini kuna upande wa pili. Hapo kuna kitu kinaitwa hofu ya Mungu. Adam na Eva walikuwa hawajaiona hofu ya Mungu. Ilikuwa haijaingia kwao. Walikuwa wanaishi katika ule upendo. Waliishi katika ile neema. Baada ya kufanya dhambi, upendo wa Mungu katika mioyo yao. Kwa sababu Mungu alipowapenda, alipoonyesha upendo, ulijengeka upendo katika mioyo yao, kwenda kwa Mungu. Kwa hiyo ile love of God, ule upendo wa Mungu uliingia katika mioyo ya Adam na Eva. Lakini baada ya kutenda dhambi katika mioyo yao, ule upendo wa Mungu ukaondoka. Ikachukuliwa nafasi ya nini? Hofu ya Mungu. Mungu ni baba yao. Na wakati Mungu anakuja kwao, alikuja akiwaita, Adam, uko wapi? Mungu alikuja kwa upendo. Anakuja akiwaita. Hakuja kusema, wewe Adam leo utaniona. Leo nitakushughulikia sawa sawa. Leo nitaenda kukuhukumu. Hapana. Alikuja kwa sura ya upendo. Lakini kilichokuwa ndani yao hakuwepo upendo. Ndani ya mioyo yao ilikuwa imejaa hofu ya Mungu. The fear of God. Ile hofu ikawakimbiza, na hatia iliyokuwa ndani ikawakimbiza, wakaenda kujificha. Kuna shida hapa. Wakajificha. Na Mungu anakuja. Tumejificha kwa sababu tuko uchi. Nani aliwaambia? Tayari hofu iliingia ndani. Kwa sababu ya matokeo ya uasi. Kumbuka, nani alisababisha kuasi? Aliyesababisha kuasi ni Shetani. Yeye ndio mwanzilishi wa maasi. Aliasi akatupwa. Na alipokuja kukutana na mtu aliyeumbwa na Mungu, akamsukumizia huko ili aingie katika uasi. Na ndio maana leo tumejaa dunia ya maasi. Ukigeuka huku ni maasi, ukigeuka huku ni maasi, ukirudi nyuma ni maasi, ukienda mbele ni maasi, ukienda kanisani ni maasi, msikitini ni maasi, sokoni ni maasi, shuleni ni maasi, hospitali ni maasi. Maasi yamejaa kila sehemu kwa sababu Shetani anafanya kazi ya kubadilisha wana wa Mungu kuwa waasi. Ni tatizo. Ile hofu ikaja. Badala wenyewe kurudisha upendo wa Mungu kwa Mungu, wakamwona Mungu kwa hofu. Na nilikwambia hizo sura mbili za Mungu zipo. Na ndio maana anasema ufanyeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Work out your salvation in fear and trembling. Kuna wakati wa kutetemeka na kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo amesema katika wokovu wako, uishini wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa sababu hukumu ipo. Hukumu ipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule upendo wa Mungu katika mioyo yao ukachukuliwa na hofu ya Mungu katika mioyo yao. Sasa kuna kitu kimoja tunataka tukiangalia. Hii dhambi ya uasi ni dhambi ambukizi. Nimeandika hapa, it's a contagious sin
ni dhambi inayoambukiza na ni dhambi inayorithishwa. Dhambi ya uasi ni dhambi inayoambukiza, lakini pia ni dhambi inayorithishwa. It's hereditary. It's generational. Ni dhambi inayorithishwa, inaambukizwa na kurithishwa. Lakini pia uasi, pamoja na kwamba unarithisha, unaweza ukarithishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Uasi huwa unaleta kitu fulani. Uasi unaleta laana. Sikutani. Twende katika Biblia, nitakuonyesha hapa kwa kitabu cha Mwanzo. Nini kilitokea baada ya mtu kuasi? Angalia wakati Mungu anaojiana na Adamu. Mstari wa 11 inasema, akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Mungu anawauliza sasa. Anauliza Adamu, ni nani aliyekuambia ya kuwa huu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka. Sikiliza sasa hapa, mambo yameanza. Baada ya kuasi, shughuli imeanza. Baada ya maasi zinakuja laana. Mungu anaanza, kwa sababu umefanya hivyo. Kwa sababu umefanya hivyo. Hakumwambia nitakutoa hapa au utachomwa na jua. Hakutumia maneno mengi. Hakuzunguka. Kauli zake zilikuwa sio za kuzunguka. Labda mimi mchungaji na kauli za kuzunguka. Yeye hakuzunguka. Akamwambia hivi, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote. Alitoa laana. Na akasema, kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, na nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Hebu sikiliza, shetani anapokuingiza kwenye uasi, nimeshakwambia muasi huwa anakufa. Muasi hana rafiki. Yaani wewe ukimuasi Bethel ukaungana na PAG, yule hata kuwa rafiki yako. Na kuambia hautakaa na PAG. Kama unaweza kumuasi Bethel ukatoka kwa uasi, sio kuondoka kwa matatizo mengine ni sawa. Hata mimi uwezo ukanifungia sehemu ambayo iko sawa sawa. Sehemu ambayo hainipeleki mbinguni, taondoka. Bwana asifiwe.